Naam, fakana يوم القيامة, na atakayefunga siku hiyo, siku ngapi? Siku ya 4, atakuwa siku ya kiyama ma'a safarati al-barara, pamoja na safari yake itakuwa ni nyepesi kabisa, wal kiram, na safari yake itakuwa ni utukufu ndani yake. Allahumma ij'alna minhu. Naam, wal yawmul khamis, na siku ya 5, al-yawmu alladhi, ni siku ambayo ulida fihi Musa alayhi salam, alizaliwa Nabii Musa. Nabii Musa alizaliwa na Mahannan na Mahannun kwa lugha nyingine, lakini sasa baada ya kuzaliwa Nabii Isa, Allah subhanahu wa ta'ala, kama inavyoelezea historia ya kwamba Firaun ilikuwa akiua watoto wanaozaliwa kwa wana wa Israeli, kwa sababu aliambiwa na wale waganga wake, yuladu mauludu wa yudhibu mulku, atakuja kuzaliwa mtoto, atakuja kuondoa nini? Ufalme wako. Kwa hiyo kila anayezaliwa kwa wana wa Israeli chinja. Na Qasasul Nabiyina inatuambia Firaun ilikuwa akichinja watoto 1000 kwa siku. Watoto 1000 Firaun ilikuwa akiwachinja kwa siku. Sasa Firaun anamkumbusha Musa kwa kuzaliwa kwake, qala awalam nurabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin wafa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Qala, akasema Firaun kumwambia Musa, awalam nurabbika fina walida, hivi wewe si nilikulea hali ya kuwa ni mchanga hapa? Wewe si ulikuwa mchanga ulikokota ile kwenye mto Naili? Wewe si wewe? Walabitha fina min umrika sinin, na kisha ukakaa katika kasri langu hili miaka mingi. Wewe si kweli? Wafa'alta, na ukafanya fa'alataka, ulichokifanya, allati, kile ambacho, fa'alta, ulichofanya, wa anta minal kafirin, na wewe Musa ni miongoni mwa makafiri vile. Usinitemee kafiri peke yangu, hata wewe kafiri. Nabii Musa alayhi salatu wassalam ameishi katika utume wake miaka 125. Ilipokuwa tumemtaja Nabii Musa, lazima tumtaje na ndugu yake Harun. Harun ameishi katika utume wake miaka 119.